Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina wananiita Shadhiri Muhaji Ali Salimu Lipemba, nikitokea Masasi mjini. Hapa nimemfuata shekhe katika mashekhe ambao shekhe huyu siku za nyuma hivi karibuni amekuwa akitrendi katika mitandao ya kijamii mbalimbali na TV mbalimbali za online pamoja na media kubwa kubwa, akiwa anazungumzia masuala makubwa ya uchawi. Sasa mimi nikaona tuje tupate elimu na darasa kwa shekhe wetu huyu hapa, ambaye atajitambulisha muda si mrefu na aweze kutueleza nini uchawi, kwa sababu gani kulikuwepo na uchawi, na nani aliuanzilisha au muasisi mkuu wa uchawi. Sasa moja kwa moja nimfuate shekhe hapa ili tuweze kuongea naye. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shekhe, siku za hivi karibuni ulikuwa una trend sana katika mitandao ya kijamii, ukiwa unazungumzia masuala mazito kabisa, masuala makubwa, masuala ya uchawi. Sasa moja kwa moja wengine hawakufahamu shekhe, kwa hiyo ulikuwa naomba ujitambulishe alafu tuanze moja kwa moja na mahojiano. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sheikh Shafii Kalela. Mimi ni ustadhi wa madrasa, lakini pia ni muhadhiri, lakini pia nafanya tiba maeneo ya kusini. Tuna vituo sehemu mbalimbali. Naam, kama ulivyomsikiliza shekhe, yeye anaitwa Shafii Kalela, anapatikana maeneo ya Masasi mkoani Mtwara. Moja kwa moja tuingie kwenye mahojiano shekhe. Kwanza, upo uchawi? Yani uchawi upo kisheria katika Uislamu? Katika Uislamu bila shaka uchawi upo, na mpaka Qur'ani inathibitisha hilo. Kwa sababu tukisoma katika Qur'ani suratul Baqara, hii ni sura ya pili katika Qur'ani, aya ya 102, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza, anasema wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman, wakafuata waliokuja nayo mashaitani katika ufalme wa Suleiman. Yani Nabii Suleiman katika kila kipindi chake cha uongozi wake, watu wakafuata waliokuja nayo mashaitani katika ufalme wa Suleiman. Kisa ni kirefu, lakini kwa jumla ya maneno Allah akasema wa makafara Suleimani, hakukufuru Suleimani, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa na mshutumu Suleimani kwamba yeye kutokana na miujiza ambayo alikuwa anafanya, anaongea na wanyama, ana uwezo wa kuamrisha upepo na mambo mbalimbali. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wakawa wanasema kwamba Suleimani nani? Mchawi. Kwa hiyo Allah akamtakasa akasema wa makafara Suleimani walakin ash-shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio ambao wamekufuru. Kwa nini? Yuallimuna nasa sihra, kwa kuwafundisha watu uchawi. Kwa hiyo huo ndo ushahidi katika Qur'ani. Lakini pia katika Qur'ani imetajwa sihiri ndio uchawi, lakini pia kuna mashuru, yule ambaye amefanyiwa uchawi, lakini kuna sahiri, yule mwenyewe mchawi. Kwa hiyo katika Qur'ani pia na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia umeelezewa uchawi. Lakini pia kiongozi wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaambiwa katika tarehe pia alilogwa na mtu mmoja anaitwa Labidi ibn Asam. Pia kisa ni kirefu, kama muda utatosheleza tunaweza tukaeleza kwa upana inshallah. Naam, kama ulivyomsikia shekhe akiwa anaeleza, nilimuuliza swali langu kwamba je, kwa mujibu wa Waislamu kitabu cha Qur'ani kinakubali uchawi ama uchawi hupo? Moja kwa moja umesikia kwamba kwa mujibu wa maandiko matakatifu, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, uchawi upo. Sasa niendelee na kumoji shekhe hapa. Swali langu la pili shekhe, ili swali kidogo lina ukakasi: nani alikuwa muasisi au ni nani wa kwanza kabisa, au naweza nikasema nani muanzilishi wa uchawi duniani? Naam, tukirudi pale kwenye ile aya kule mbele, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba yuallimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut, na yale waliotelemshwa na malaika wawili katika nchi ya Babeli Iraq huko, kwa maana Harut wa Marut. Anasema wale ndio ambao wameanzisha ule uchawi. Wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur. Wale watu walikuwa wamfundishi mtu uchawi
mpaka wamwambie kwanza, bwana sisi ni fitna kwako, kwa maana tumeleta ile kama mtihani, kwa sababu asili ya sisi binadamu mara nyingi huwa tunapenda sana vitu vya miujiza, vitu vya papo kwa papo. Tunapenda sana vitu vya miujiza, yani ukaona mtu labda amepaa angani, umeona mtu kakatwa kichwa kimerudi, umeona mtu anapenya kwenye ukuta. Yani asili ya mwanadamu anapenda vitu kama vile vya papo kwa papo. Kwa hiyo wale watu wakawa wanachukua kitu kama unga hivi ya majivu, wanatoa utupu, mtu anakojolea pale, anekubali kwa katika hali kama zile, lile jivu linakwenda, yani inakuwa mfano wa kiumbe fulani hivi ambacho kinakwenda mbinguni. Anaambiwa hiyo ndio imani yako. Kwa maana mchawi yeyote anapotaka kujifundisha uchawi, kwanza anatakiwa azipinge neema za Allah. Kwa hiyo wao walioanzisha hawa, unatakiwa uwe mtu ambaye unazipinga neema za Mungu, unamkufuru Mwenyezi Mungu, ndio unapata power kubwa kabisa ya kuingia katika kazi ile ya uchawi. Kwa hiyo hao ambao wameanzisha uchawi walitumia staili kama hizo katika nchi ya Babeli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ametueleza katika suratul Baqara aya 102. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa yata'allamuna minhuma, na walikuwa wanawafundisha hao walioleta uchawi wao wawili, ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, yale ambayo yanafarakanisha baina ya mtu na mke wake, baina ya mtu na rafiki yake, kwa maana kuondoa mapenzi. Ndio miongoni mwa uchawi wa kwanza ambao wale watu walikuwa wanafundishwa. Naam, kama ulivyomsikia shekhe. Na swali langu lingine shekhe, linaweza pia likawa na ukakasi. Hawakuweza kutafuta jina lingine mpaka wakaona waite uchawi? Uchawi kwanza, uchawi ni neno la Kiswahili, wameitwa Waswahili. Lakini Kiarabu uchawi unaitwa sihiri. Sihiri maana yake nini? Sihiri ni sarfu shay'in an haqiqatihi ila ghairi, kukibadilisha kitu kutoka katika asili yake ukipeleka katika asili nyingine. Naamini wewe ni mwandishi wa habari, umesoma wakati ule shule, maeneo yote walikuwa wanakuja wale watu wa Mazingaombwe ambao walikuwa na uwezo wa kubadilisha kitu. Yule ni mfano wake, yani wanachukua labda karatasi, wanaichonga mfano shilingi 10,000, shilingi 5,000, shilingi 1,000, wanaweka lile gazeti yule, kama vile ambavyo zamani walikuwa wanaita ile mskoto wa sukari ule, walikuwa wanaweka mule ile karatasi. Baada ya kuweka ile karatasi wanazungumza maneno yao karatasi, baadaye ukiangalia unaona zimetoka pesa. Wengine walikuwa wanafanya tu ujanja wao, wengine wanaficha huko pesa, lakini pia wengine walikuwa wanafanya uchawi. Uchawi katika uchawi aina 410, uchawi huu unaitwa sihiril a'yun, uchawi wa Mazingaombwe, uchawi ambao Nabii Musa alayhi salam alipambana nao watu wa Firauni. Kisa pia ni kirefu, kimeelezwa sana ndani ya Qur'ani kwa upana sana. Baada ya kuona Firauni anafanya mambo ya ujeuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaamua amlete Nabii Musa alayhi salam kwa ajili ya kupambana na wale watu. Naomba nieleze tu kidogo tupate uchawi wa Mazingaombwe. Nabii Musa alayhi salamu baada ya kufika kwa Firauni akaonyesha ile fimbo yake, akiweka chini na badilika inakuwa nyoka, lakini pia akitoa mkono wake unakuwa na mwanga sana, mweupe sana. Baadaye Firauni baada ya kuona huyu anataka kuniondolea mimi ufalme wangu, Firauni alichokifanya akaamua kupiga mbio za mgambo, akawaita wachawi, wakafanya debate na Musa alayhi salam. Wakakusanyika watu, inaitwa Yaumuzina. Wachawi wakaja wakamwambia Firauni, tukishinda utatupa nini? Akasema nyinyi mtakuwa mnyonyo kukaribishwa, tutakupeni vitu vingi. Akawapewa ahadi kibao. Wale wachawi kwa wachawi magwiji, sio kama wachawi wetu hawa. Wachawi wetu hawana kitu kwa wachawi wale wa zamani, wachawi ambao walikuwa wanafanya kitu papo kwa papo. Baada ya yale mambo kutokea, watu wamekusanyika, wale watu wakatupa kamba zao 360, ikawa zikiwekwa tu chini, zikigusa ardhi zile kamba zinatembea, zinabadilika, zinakuwa nyoka, kwa maana ndio uchawi wa nini huo wa Mazingaombwe, sihiril a'yun. Kwa hiyo wale watu wakawa wanaangalia yale mambo, na Musa alayhi salamu ikamuingia hofu katika moyo wake. Yani kiubinadamu tu lazima ukimbie, kwa sababu majoka mengi yanakukimbilia wewe, sio jambo rahisi. Kwa hiyo Musa alayhi salamu ikamuingia hofu, Allah akampa wahi pale pale Musa. Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, wa auhaina ila Musa, tukampa wahi Musa an alqi aswaka
فإذا هي تلقف ما يفكون فقال الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون. Allah subhanahu wa ta'ala akampa wahi Nabii Musa alayhi salam kwamba Musa, usiogope, tupa fimbo yako chini. Musa baada ya kutupa fimbo yake chini, pale pale yale majoka yote ambao ameyazusha yakamezwa na fimbo moja tu ya Firauni ya Musa alayhi salam. Kwa hiyo baada ya tukio lile wale watu wakawa wameona muujiza mkubwa sana, ikapelekea mpaka watu wa Firauni wale ambao wameitwa wamelipwa pesa kwa ajili ya kufanya jambo kama lile wakamkubali Musa alayhi salamu na wakaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ya Kiislamu. Kwa hiyo umeniuliza kwa nini umeita uchawi? Ni kukibadilisha kitu kutoka asili yake kuweka katika asili nyingine. Wale watu wamechukua kamba wameziweka chini, kamba zikabadilika zikawa nini? Zikawa nyoka. Na watu wa Mazingaombwe pia wana tabia kama hizo. Wanaweka vitu mule, wanaweka karatasi zinabadilika zinakuwa pesa. Wamechukua jani ambalo linafanana na eleni, wameweka mule na badilika inakuwa eleni na vitu kama hivyo. Ishoti kwamba ni uchawi ni kubadilisha kitu kutoka katika asili yake kwa katika asili nyingine, lakini pia kumtoa mtu katika hali ya uzima kumweka katika hali ya maradhi. Hiyo ndio maana ya sihiri kwa ufupi. Naam, Shekhe, hapa kuna swali jingine. Sasa mtu atamjuaje au mimi nitamfahamu vipi mtu ambaye tayari kasharogwa na ameathirika na uchawi? Kuna njia nyingi. Kuna njia nyingi za kumjua mtu ambaye amerogwa. Hayo ni mambo kidogo ya kitaalamu ambayo tabibu kama tabibu anatakiwa akae chini aelezwe, kwa sababu kwanza uchawi uko aina nyingi sana na kuna uchawi wa hatari mno. Namna ya kumjua mtu aliyelogwa, kwanza hatua ya kwanza ni kama hospitali. Naweza nikasema kama ilivyokuwa hospitali, kwa maana mgonjwa akifika pale kwanza anakata cheti, anaulizwa yeye unajisikiaje, hali yako nini. Hiyo ndio njia kubwa kabisa ya kumjua yule mtu anaumwa nini. Lakini naamini mtaalamu kama mtaalamu yoyote yule anapofuata na mtu, bana mimi naumwa kitu fulani, naumwa hiki, mwenyewe unajua moja kwa moja kwamba jambo hili limetokana na jambo fulani. Lakini pia sipendi nizungumzie sana kipengele hiki kwa sababu kuna mambo mengi na mengine yana ikhtilafu baina ya wana wachuoni. Kuna wengine kuna baadhi ya mambo ambayo ya kupima ugonjwa wameyakataa ni ushirikina, sitaki niingie huko. Lakini wachawi sehemu kubwa hakuna kitu ambacho kinaweza kumuondoa mtu katika hali ya ugonjwa kumpeleka katika afya kama Qur'an. Allah anasema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah ameteremsha Qur'ani ni shifa kwa watu. Nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun, na rehma kwa waumini. Kwa hiyo anapokufuata mtu labda kwa tabibu kumjua kama huyu kalogwa au kafanywaje na msomea ile hali itaondoka. Kama iondoki ndio utajua huyu mtu ana nini, ana mafundo, kwa maana yale mafundo unatakiwa kwanza uyavunje. Lakini pia kuna njia zake. Utakuta yule mtu anaenda kwa shekhe au kwa mtu yeyote kwa ajili ya kufanywa tiba, anafanywa mara moja, mara mbili, mara tatu, mara kadhaa.